Nilikuwa ninakuheshimu kama dada yangu, kama ndugu yangu. Yaani sasa hivi ninakuchukia, unajua nakuchukia. Unajua nini mume wangu? Hajawahi kutokea wewe na mimi tukienda shambani pamoja. Leo naona kama ni kitu cha tofauti. Kuna nini kwani mume wangu? Hivi kweli sijaoni? Ni kweli haoni mdogo wangu. Sinakuwa nashindwa kutambua kwamba kinachoendelea ni kitu gani kwa kweli. Dada, ile jambo limekuwa. Tumempa taarifa baba yako. Kesho atakuja. Na imani mambo yote yatakuwa sawa mwanangu. Nawaza, je, huyo mtoto akikua atakuwa wa nani? Wa kwako au wa kwangu? Siri ya moyo moyo, siri ya moyo moyo, siri ya moyo moyo. Mwanangu Chidi, naomba unisamehe sana mimi baba yako. Nilikuacha ukiwa mdogo sana mwanangu. Paka hii leo. Unisamehe sana mwanangu. Najua haya yote ni makosa yangu. Ila nipo chini ya miguu yako mwanangu. Unisamehe. Vile vile mwanangu, kaka yako yuko mjini. Anakupenda sana na amenituma nikusalimie sana mwanangu. Baba, mimi niseme tu kwamba nimekusamehe. Na yote yaliyotokea tufanye yamepita. Mimi kwa sasa napitia wakati mgumu sana. Na uzuri pia umekuja kipindi kizuri ambacho mimi nahitaji msaada. Na pia natamani kumsikia kaka yangu. Japokuwa bado sijawa na uwezo wa kuona, pia nikisikia sauti yake inatosha. Na pia mkiwa wote huku na uwezo wa kufanya jambo nikawa sawa. Nahitaji ushirikiano wenu baba. Nyie ndio faraja yangu kwa sasa. Sawa mwanangu mjomba. Amekuja baba yako. Kaja kwa ridhaa nzuri tu. Katoka huko japo kwamba kakuacha mdogo kweli. Ila umsamehe kwa roho moja. Kwa ridhaa nzuri. Kwa sababu baba yako kama alivyoongea ameomba samahani. Kwa hiyo ukimuona mtu mzima analia, ujue kuna jambo. Na jambo lenyewe ndio hili hapa. Msamehe baba yako ili tushirikiane vizuri kwa roho nzuri juu ya jambo lako hili lililokuwa limekupata la upofu mwanangu. Inatusumbua sana. Sawa. Mimi ninachosubiria kwa sasa
ni upambanaji wenu. Juhudi zenu ndizo zinahitajika ili mradi tu nirudi kama zamani, maana nateseka sana. Sawa mwanangu. Natamani nikuone uwe moyoni, maradhi nipone. Natamani nikuone uwe moyoni, maradhi nipone. Mwe ulikuwa ndo chaguo, umeniacha mi mwenzio, unitaki tena mikilio, umeondoka. Vai. Bwana tumekutana bwana. Sasa Vaileti, vipi kuhusu ile ombi langu? Nisikilize panzi mdogo. Sijaje hapa kwa ajili ya kufuata upuzi wako. Nilikuwa nakuja nyumbani kwako kwa ajili ya kueleza jambo moja tu. Ila mwanzo na mwisho. Tena nakupiga mafu kanyaga nyumbani kwangu. Si unanielewa kenge? La sivyo, nitakufanya kitu kibaya. Wewe mwanamke wewe. Wewe mwanamke wewe. Mimi sitishiki hivyo. Mimi mwenyewe kwanza umtando, yani umtando unanijua vizuri. Sawa? Huwezi kunitisha hivyo. Ninachokitaka nitakipata, lakini huwezi kuniambia kwamba sio yes nini. Kijiji chote kiko unanijua mimi. Mimi ndio Kirili. Hakuna mwingine hapa. Unini utakachoniambia wewe? Wewe, tuheshimiane nakwambia. Sawa? Alafu kitu usichokijua. Na mimi najua kila kitu. Sawa? Sasa basi mambo yako yote na kwenda kuyamwaga hadharani. Sasa nimekuwa mjinga sana kukubembeleza wewe mshenzi. Sasa nasema hivi, kila kitu nilichokiona, nilichokisikia, mambo yamemwagika na kwenda kwa mume wako yote. Shenzi wewe. Kirili. Sawa, nimekubali. Ila naomba usiende kumwambia mume wangu. Tupange basi siku nyingine tuweze kukutana mimi na wewe. Ndio kaka. Oh. Sawa sawa. Vipi mamtu? Mbona kama umefura hivyo? Nataka unijibu maswali yangu. Usiniambie wewe ndio umemtia kipofu Chidi. Ndio ni mimi. Kuna shida yote kwani? Bado sijamaliza. Kwa nini umefanyia hivyo? Kwa nini? Ina maana unajua kile nimefanya hivyo? Nimefanya kwa sababu nakupenda.
Nakupa pole pole mama moyo nauma jamani pole 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 yeye. We Salha. Salha. Natamani. Habari zenu wapenzi watazamaji mnaofuatilia katika channel yako pendwa kabisa ya Best Films 21. Kwa majina naitwa Sun Editor, wengi wanapenda kuniita Sheki Pala. Mmeweza kufuatilia katika siri ya moyo kutoka episode ya kwanza mpaka sasa ni ya 8. Na pia tunawaletea katika series mpya kabisa inaitwa Kafara. Kikubwa kabisa, kama bado hujaweza subscribe mapema ili uweze kupata video zetu za kila aina. Bila nyinyi hatuwezi kufika. Asanteni sana. Yaani unajua shemeji? Mimi nilikuwa najua hujui kunini kupukuchua kunini mahindi. Najua shemeji yangu. Alafu ujue uko mjini bana nasikiaga kuna kuaga na nini sijui. Wale wadada sijui wanafanyaje huko manini? Karibu bana Kiriri ndugu yangu. Bwana. Karibu ndugu yangu tupo. Asante sana. Karibu sana, karibu sana. Asante bwana Chibu. Ndio. Bwana Chibu, samahani kidogo. Kuna maongezi nawe kidogo. Ongea tu, mimi ni familia yangu kaka, wala usiwe na wasiwasi. Haya maongezi ni ya mimi na wewe wanaume. Atakiwa wasikie. Sasa njoo mara moja tuongee. Private. Basi sawa, dakika moja nakuja. Sawa. Sasa mke wangu, wewe nisikilize wewe. Ndugu yangu anasemaje naye kaja na jambo gani hapa? Dada. Vipi? Mbona kama una wasiwasi? Hamna kitu. Wewe mwanamke wewe. Kwa nini hujaenda msibani kwa Mama Juma? Na kati unajua kabisa yule ni jirani yetu. Kwa nini hujaenda msibani? Nataka nijue kwa nini hujaenda msibani? Kwa nini? Hapana mume wangu. Nilikuwa naumwa ndo maana nilishindwa kwenda. Hapana mume wangu, nilikuwa naumwa ndo maana nilishindwa kwenda. Yaani ndo maana mimi nasema nilipata yaani wewe. Sasa nakwambia hivi. Sawa? Isiwe usiku iwe mchana, inabidi uende msibani. Inabidi uende msibani kwa sababu msiba ni muhimu, sawa? Msiba ni muhimu. Nimesema uende msibani. Pumbavu, mbulkenge wewe. Nenda msibani. Sasa
Naona tumevuna vya kutosha. Safari njaa hakuna. Njaa hatuna kabisa. Niambie Violet. Hivyo Pang'ang'a. Yaani umeona kote huko itoshi. Umeona mpaka unifuate nyumbani kwangu. Hivi wewe ni king'ao wa design gani wewe? Naomba usinigande kama ruba. Tena naomba uondoke kabla mume wangu ajaje hapa. Nahisi umenielewa. Sikiliza Violet. Mimi nakupenda wewe. Tena nakupenda sana. Naomba unipe nafasi hata moja tu. Nitajisikia furaha sana ndani ya moyo wangu. Nisikilize kwa makini. Kwa kweli wewe ni mwanaume king'ang'anizi. Hivi kwanza unatoa ujasiri wa kunifuata mpaka nyumbani kwangu? Unatambua kama mimi ni mke wa mtu? Ujasiri unatoa wapi? Naomba nikwambie jambo moja. Iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa nyumbani kwangu. Tena iwe marufuku. Sikiza nikwambie. Mimi nakupenda wewe. Tena nakupenda sana. Ila sasa hicho kitu tunachotaka kukianzisha ni kitu kingine. Alafu mimi ni mwanaume jasiri. Sawa, najikubali maana kuja mpaka kwenu hapa. Naomba lishike hilo lioke akilini. Kiriri. Nimesema ondoka nyumbani kwangu, sitaki kukuona. Ondoka bwana. Ondoka bwana. Baba! Siri ya moyo, moyo. 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 Mapenzi yanauma, siri inanitesa, moyo unanichoma, bado nateseka. Napenda nipendi, ni siri yangu moyoni, kumwacha siwezi, vituko vyake sikomi. Mjomba nakutuma kamwambie